Promova TV, a home of testimonies. Huu ni mwendelezo wa ushuhuda kutoka kwake Nabii Aston Adam Mbaya wa huko nchini Kongo. Ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu, likiwa ni toleo la pili katika mfumo wa video na kwa undani zaidi. Na hii ni sehemu ya 6. Mtafsiri wa ushuhuda huu kutoka kwenye lugha ya Kifaransa kuja kwenye Kiswahili anajulikana kama Gus Awi. Mimi mwandaaji na msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanifuatilia zaidi kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini ili kupata mwendelezo wa ushuhuda huu pamoja na shuhuda na simulizi nyingine nyingi za kweli kutoka kwetu, zote utazipata katika channel yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. P-R-O-M-O-V-E-R. Promova TV. Karibu sana, tuendelee. Shalom, shalom, je cogite que vous portez bien, que l'Éternel vous bénisse abondamment. Nous avons été déjà bénis. Shalom, shalom. Nina imani kwamba mnaendelea vizuri zaidi na kwamba Bwana amewabariki kwa wingi. Tayari tumebarikiwa tulipofuatilia mfululizo wetu wa kwanza kuhusu ushuhuda wa paradiso. Tumechukua hatua ya kuwa na mfululizo kadhaa kuhusu ushuhuda ili kuhuisha tena imani moyoni mwa wengi, kuchangia ukuaji wa kila mmoja ili tuweze kufikia imani kwa Kristo. Mungu mwingi wa rehema awabariki sana. Tunalo jukumu moja pekee ambalo ni kushiriki hili na wengine, kuzungumza na wengine, kwenda kuhubiri, kufanya hivyo ili watu wengi waweze kuijua kweli. Mungu awabariki sana. Mimi nitaendelea pale ambapo tulikuwa tumefikia. Nilikuwa nikizungumza kuhusu mkutano wangu na Bwana. Nilikuwa nikitafakari neno la Mungu. Niliwaeleza jinsi Bwana alivyokutana nami. Nilizungumza jinsi roho yangu ilivyokuwa nje ya mwili na jinsi tulivyoanza kupaa na Bwana tukielekea mbinguni. Wapendwa, tulipokuwa tukipaa kwenda mbinguni, nilikuwa sambamba sana na Bwana. Nilikuwa karibu sana na Bwana na tulikuwa tukipaa mbinguni. Tulipofikia kiwango fulani cha juu, niligundua kuwa hatukuwa pekee katika safari hii. Kulikuwa na roho zingine kama mimi ambazo pia zilikuwa zikichukua safari ya kuelekea kwenye ufalme wa Mungu. Walikuwa pia wakipaa kwenda mbinguni, wakichukua mwelekeo wa ufalme wa Mungu. Watu hawa walikuwa wamevaa mavazi meupe. Kama ningeweza, ningependa zaidi kutumia neno roho kwa sababu hali yao ilikuwa ya kiroho. Lazima muelewe kwamba mwanadamu ni kiumbe mwenye sehemu 3. Ana mwili, ana roho na ana nafsi pia. Safari ya mwili inaishia duniani na ya roho huchukua safari ya kupaa kwenda ama katika ufalme wa Mungu ama kwenye mateso ya milele. Lakini siku hiyo ilikuwa ni uzoefu wa paradiso. Tulipokuwa kwenye kimo na Bwana, nilikutana tena na roho ambazo pia zilikuwa zikichukua mwelekeo wa kuelekea mbinguni. Nilishangazwa sana kuona roho hizi zikichukua safari ya kuelekea mbinguni kama mimi, na zilikuwa zimevaa mavazi meupe. Wengine walikuwa wamevaa mavazi meupe yenye kung'aa, na wengine walikuwa wamevaa mavazi yaliyokuwa na muhuri.
Watu hawa walikuwa na taa katika mikono yao ya kulia, na katika mikono yao ya kushoto walikuwa na matawi ya mitende. Kwenye pindo la mavazi yao kulikuwa na kengele ambazo zilikuwa zinalia wakati watu hawa walipopaa kuelekea mbinguni. Kila roho ilikuwa ikifuatana na malaika. Malaika mmoja alikuwa akiambatana naye katika safari ya kuelekea mbinguni. Watu wengine walikuwa wakifuatana na msafara wa malaika, wote wakipaa pamoja na kuelekea mbinguni. Sasa nilikuwa nimepotea katika safari hii. Sikuelewa kwa sababu ilikuwa mara yangu ya kwanza maishani kuona watu wakiruka kama ndege na kupaa mbinguni. Bwana ambaye alisoma mawazo yangu kwa urahisi kwa sababu alielewa kile kitu kilichokuwa ndani ya moyo wangu, aliniuliza swali moja kwa moja. Alianza kwa kusema, unashangaa kwa kile unachokiona? Je, unawajua watu hawa? Aliniuliza iwapo kama nilikuwa na wazo kuhusu watu ambao nilikuwa nawaona wakipaa mbinguni. Nilimjibu Bwana, hii ni mara yangu ya kwanza maishani kuona watu wakiruka kama ndege. Ni jambo la kushangaza. Nilikuwa nimetoka duniani. Nilikuwa mwanadamu niliyeishi katika ulimwengu wa akili za kibinadamu. Sikuwahi kujua jambo hili. Uumbaji hauishi tu kwa tafakari za kibinadamu. Kwa akili zetu za kibinadamu sikuelewa. Ilikuwa ya kushangaza. Ilikuwa mshangao kwangu siku hiyo. Nilimwambia Bwana kwamba sikuielewa na sikuweza kuimudu safari hii. Bwana akaanza sasa kuelezea utambulisho wa watu hawa wote waliokuwa wakiruka kuelekea ufalme wa mbinguni. Aliniambia hivi: kwanza ni Wakristo waliokufa hivi karibuni duniani. Mtu anapokufa duniani, roho yake huelekea kwenye ufalme wa Mungu. Lakini hali ya roho yao itaamua sasa kuingia kwao katika ufalme wa Mungu. Bila shaka ni Wakristo ambao wamekufa hivi karibuni duniani na wanapaa kuelekea ufalme wa mbinguni. Tutawafuata ili uone jinsi hukumu inavyofanyika katika ufalme huu. Wapendwa katika Bwana, kilicho nishangaza zaidi ilikuwa mavazi ya watu hawa wote. Kama nilivyosema, wote walikuwa wamevaa mavazi meupe, wengine meupe yenye kung'aa na wengine mavazi meupe yenye madoa. Wengine walikuwa na mavazi machafu, wakishika matawi ya mitende mikononi mwao. Pia walikuwa na kengele kama nilivyoelezea awali. Kengele zilikuwa zinatoa sauti, zilikuwa zinaita walipokuwa wakipaa kwenda mbinguni. Kila roho ilikuwa ikifuatana na malaika. Bwana alielezea kwanza maana ya kubeba taa mikononi mwao. Alisema, taa wanazobeba kila roho ni ishara ya kile tunachokiita dhamiri. Dhamiri ina jukumu la kumwambia mtu afanye kile anachoona ni sawa na kukataa kutenda kile anachoamini kuwa ni kibaya. Hilo ndilo jukumu la dhamiri katika maisha ya mwanadamu. Lakini aliniambia hivi, hii ni dhamiri ya milele. Walikuwa Wakristo, walikuwa wakiomba katika makanisa, walikuwa wakishiriki katika familia za Kikristo. Hawa watu walikuwa wakienda kanisani na kanisa liliwapatia dhamiri ya milele. Kila Mkristo anapaswa kuwa na wazo hili akilini mwake, kuwa na wazo na dhamiri kwamba
Siku moja hatutakuwa tena katika ulimwengu huu. Siku moja tutaingia kwenye umilele. Nilimuuliza Bwana kwa nini wao walikuwa na taa za dhoruba, lakini bado taa za dhoruba zilikuwa zimewashwa. Bwana aliendelea kunielezea kwa ufasaha zaidi. Alisema, dhamiri imepewa mwanadamu ili kumsaidia katika kufanya maamuzi. Dhamiri humshauri mwanadamu katika uchaguzi anaopaswa kufanya duniani. Unapofanya kitu ambacho si kizuri, dhamiri itakukanya kwa kukuambia, hapana, usifanye hivyo, sio sahihi. Lakini unapaswa kujua kwamba dhamiri yetu inaweza pia kutusukuma kufanya mabaya. Katika dhamiri nzuri unaweza kufanya jambo ambalo si sahihi. Kama habari ulizopokea haziwezi kumiliki maarifa hayo, unaweza kutenda mabaya lakini hujui kuwa unafanya mabaya. Dhamiri inaongozwa kulingana na mafundisho na taarifa ilizo nazo. Tutasoma vifungu kadhaa vya Biblia ili kuelewa suala hili. Katika kitabu cha Luka sura ya 12 mstari wa 35, Biblia inasema, jiangalieni mwangaza ulio ndani yenu usije kuwagiza. Hivyo taa zetu ziwe zimewashwa, wapendwa katika Bwana. Bwana alikuwa akinielezea faida ya dhamiri. Dhamiri humwongoza mwanadamu katika kufanya maamuzi yake. Inamwambia kile anachotaka kufanya ni sahihi au si sahihi. Nakumbuka kuna mwanamke katika Biblia ambapo kuhani mkuu alikuja kwa Yesu Kristo na Mafarisayo walikuja kwa Kristo wakisema, mwanamke huyu amekamatwa akizini, na sheria ya Musa inasema mwanamke kama huyu anapaswa kupigwa mawe. Yesu aliwauliza, ni nani kati yenu ambaye hajafanya dhambi? Na awe wa kwanza kutupa jiwe. Kama tunavyojua sote, hakuna aliyeweza kutupa jiwe kwa mwanamke yule. Wapendwa katika Bwana, dhamiri ya mwanadamu ni hukumu ya kwanza hapa duniani. Bwana aliniambia, dhamiri ni hukumu ya kwanza ya mwanadamu duniani. Dhamiri sasa inamkanya mwanadamu katika kufanya maamuzi yake. Na Mungu atakapohukumu wanadamu, atazingatia mkanyo wa dhamiri yako. Dhamiri iliposema hapana, kile unachotaka kufanya si sahihi, na hukutaka kusikiliza sauti ya dhamiri yako, hatima ya mtu huyu itakuwa ni hukumu. Aliniambia, dhamiri imepewa wanadamu ili kuwaonya. Ndiyo maana mtu anapokutana na Injili, anapokutana na neno la Mungu, jambo la kwanza kwa mtu huyo kukubali ni dhamiri yake kupingwa na nuru ya neno. Ataelewa kwamba hapana, nilikuwa natenda mabaya, sasa ni lazima nimkubali Bwana. Tunasoma kuhusu hukumu ya dhamiri katika Warumi sura ya 2 mstari wa 15. Neno la Mungu linaonyesha kuwa kazi ya sheria imeandikwa mioyoni mwao, dhamiri yao ikishuhudia na mawazo yao yakiwashtaki au kuwatetea mfululizo. Hivyo dhamiri ya Mkristo inamsukuma kufanya mema, na hasa inaongoza katika mahusiano yetu mbalimbali duniani. Jinsi tunavyopaswa kuishi na jamii, jinsi tunavyopaswa kuishi kanisani, jinsi tunavyopaswa kuishi na watu. Dhamiri ndiyo inayotukanya jinsi tunavyopaswa kuheshimu sheria za nchi. Dhamiri ya Mkristo ni muhimu sana. Inaweza pia kuitwa shahidi wa undani wa ukweli wa uhalisia.
Kila mara ninapopokea maarifa, kila mara ninapopata maarifa, dhamiri inakuwa shahidi. Itaanza kushuhudia katika maisha jinsi ninavyopaswa kujiendesha na jinsi ninavyopaswa kutenda. Ni watu wangapi kati yetu wanaitii sauti ya dhamiri yao? Wangapi hawasikilizi dhamiri yao? Hawataki kusikiliza sauti hiyo ambayo haikomi kutuonya kwamba hapana, unachokifanya si sahihi. Wewe ni Mkristo, unachotaka kufanya hakilingani na neno la Mungu. Wakati Bwana alipoelezea hadithi ya taa za dhoruba, aliendelea kufafanua zaidi. Bwana, kama nilivyosema, alikuwa akisoma mawazo yangu haraka, na kila moja lilipata jibu bila mimi hata kutamka neno kinywani mwangu. Nilipokuwa nikijaribu kuelewa habari kuhusu taa za dhoruba, Bwana aliniambia, unajiuliza kuhusu matawi ya mitende mikononi mwao? Alisema hivi, matawi ya mitende mikononi mwao ni ishara ya maisha yao ya Kikristo katika jamii na jinsi walivyoishi kati ya watu. Ni ushuhuda walioutoa kwa ajili yangu kuhusu jinsi walivyoishi maisha ya Kikristo duniani mbele za watu. Ni ishara ya maisha yenye ushindi. Hivyo wapendwa katika Bwana, ni jinsi gani Wakristo walivyoishi katika jamii na kushiriki imani yao na wengine? Walikuwa mifano. Alisema Mkristo anapaswa kuwa mfano duniani. Maisha katika Kristo kwa Mkristo yanapaswa kuwa njia inayowawezesha wengine kumwona Kristo ndani yao. Kila mtoto wa Mungu anapaswa kujifunza kutoa nafsi kwa wengine, kumkubali Kristo kupitia maisha yake. Wapendwa, wakati Bwana aliniambia maneno haya, nilikuwa nimeshtuka, kwa sababu binadamu tunajua kwamba wakati mwingine tunasema tuna maisha ya Mungu. Maisha hayo yamepewa kwetu. Hatutakiwi kuwajibika kwa mtu yeyote. Lakini Bwana aliniambia kuwa matawi mikononi mwao ni ishara ya mwendo wetu, ni uonyesho wa jinsi tulivyowatendea wenzetu, jinsi tulivyotenda. Mungu atazingatia jinsi tulivyoishi katika jamii. Je, kweli tulikuwa nuru ya ulimwengu? Je, tulichangia wokovu wa wengine? Je, mwenendo wetu uliruhusu wengine kumpokea Bwana? Basi tusome neno la Mungu ili tupate ufafanuzi zaidi, na nitaendelea kueleza kilichoendelea. Tupo katika kitabu cha Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9. Haya sasa wapenzi, hebu tufunue Biblia zetu haraka. Ufunuo sura ya 7 mstari wa 9 inasema hivi: baada ya hayo nilitazama, na tazama, palikuwa na umati mkubwa ambao hakuna mtu awezaye kuhesabu, kutoka kila taifa na kabila na watu wa lugha. Walisimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo. Wamevaa mavazi meupe na matawi mikononi mwao. Haya, hebu tusome pia Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 hadi 16. Biblia inasema hivi: ninyi ni chumvi ya dunia, lakini chumvi ikipoteza ladha yake, itawezaje kurudishwa? Haitafaa tena ila kutupwa nje na kukanyagwa na watu. Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji ulio juu ya mlima hauwezi kufichika, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kinara, nayo huwaangazia wote walio nyumbani. Vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu,
ili waone matendo yenu mema na kumtukuza Baba yenu aliye mbinguni. Kwa kuwa ninayo maandiko mengi ya kusoma, ningependa pia kukuongezea hili. Soma Warumi sura ya 2 mstari wa 17 hadi 24. Wapendwa, Bwana alikuwa akinielezea kuhusu umuhimu wa tabia za Mkristo hapa duniani. Tunapofikia ukomavu, tunaelewa kuwa hatuishi kwa ajili yetu wenyewe tu. Si kwa sababu tu nilimpokea Yesu na kwamba Yesu ni wangu pekee na sina wa kutoa hesabu isipokuwa kwa Mungu mwenyewe. Wapendwa, maisha ya Kikristo ni maisha ya kijamii. Kwa kuitwa Mkristo, Mungu anatuita kuishi katika jamii. Tunaitwa tushiriki maisha yetu na wengine. Hilo ndilo dhihirisho la utakatifu. Sasa Mungu anazingatia jinsi tulivyotenda, jinsi dunia ilivyotuhukumu, jinsi watu wanavyothamini tabia yetu. Je, ulikuwa na tabia inayopendeza au tabia isiyopendeza? Wapendwa katika Bwana, Bwana aliendelea. Aliniambia tena hivi: watu hawa walihubiri kwa tabia yao na majibu yao. Wapendwa katika Bwana, Bwana aliendelea kunifafanulia ukweli huu kwamba tabia zina nafasi muhimu katika maisha yetu ya kijamii. Tabia zinatuwezesha kupokea heshima kubwa, hasa kutoka kwa wenzetu. Kama Wakristo, tunahusika katika vita hivi vikubwa vinavyopiganwa kati ya mwili wetu wenyewe, mapenzi yetu binafsi na imani yetu. Kama Wakristo, tunapaswa kushiriki maisha yetu ya Kikristo na wengine. Tabia zinatusaidia kuishi maisha ya amani na utulivu kwa uchaji na heshima zote. Wapendwa, maisha ya Kikristo yanapaswa kuwa na athari kwa watu wa jamii zetu. Yanapaswa kuwa na athari popote tulipo. Maisha yetu ya Kikristo yanapaswa kuwa na ushawishi kwa wengine. Tunaitwa kuwa na ushawishi kwa wengine. Wapendwa katika Bwana, je, wewe ni kikwazo kwa mataifa au unawaruhusu wengine kumpokea Bwana? Sisi ni waathiri katika ulimwengu huu. Ulimwengu unatuangalia. Wapendwa, watu hawazingatii tu jinsi tunavyoongea au jinsi tunavyotenda ama jinsi tunavyohubiri neno. Uzuri unaweza kuonekana katika maarifa, uinjilisti unaofanya mara kwa mara, lakini upande wa tabia, je, tabia yako inatumika kama ushuhuda? Bwana alikuwa ananielezea kwamba Wakristo duniani, aliniambia hivi: Wakristo ni mahubiri yaliyohubiriwa na Mungu duniani. Wapendwa katika Bwana, ni sisi tunahubiri kwa Mungu duniani kupitia tabia zetu. Je, tuna tabia inayotamanika au isiyotamanika? Unapokuwa katika uhusiano wako na watu wasio wa Kristo, je, wanaona upande wa imani au hawaoni chochote? Mpendwa, angalia maisha yako ya Kikristo. Je, unazuia mtu asiye Mkristo kupokea Kristo au unamruhusu akubali imani yako? Katika kitabu cha Warumi ambacho nilikuwa tu nimekupa vifungu, Biblia inasema ni kwa sababu yenu jina la Mungu linatukanwa miongoni mwa watu wasio wa Kristo. Tunaanza kumshusha hadhi Mungu wetu kwa sababu ya tabia zetu, kwa sababu ya njia zetu, kwa sababu ya malezi yetu. Kazi ya imani si inategemea tu maombi, kufunga ama kusoma Biblia, lakini haswa upande muhimu zaidi,
ni jinsi tunavyoendelea na wenzetu duniani. Mpendwa, unapokuwa mahali pako pa kazi, je, mtu asiye Mkristo anaweza kutazama na kusema kweli huyu anaomba? Tunapokuwa katika familia zetu, je, watu wanaweza kututazama na kusema kwamba wewe ni mtoto wa Mungu? Njia bora ya kuhubiri Injili ni jinsi tunavyoishi katika jamii. Tabia yetu inazungumza vizuri zaidi kuliko maneno yetu. Bwana alisisitiza, alisema sana kwamba Mungu atazingatia jinsi tulivyotenda duniani. Wapendwa katika Bwana, zingatia jinsi ulivyoishi katika jamii. Ningependa kuzungumzia makosa kadhaa ambayo Wakristo mara nyingi hufanya. Kwanza, kuwa sababu ya kuanguka kulingana na Mathayo sura ya 18 mstari wa 6. Mpendwa, chochote kinachomshawishi mtu mwingine kutenda dhambi tayari ni kutenda dhambi machoni pa Bwana. Soma Warumi sura ya 14 mstari wa 13. Wewe ni mtoto wa Mungu. Mtu asiye Mkristo mara nyingine atafanya kitu kuona upande wako wa imani kama kweli umegeuzwa, kama kweli umezaliwa upya katika Kristo. Wapendwa, chochote tunachofanya, tambua vizuri kuna mtu anayekuangalia. Kuna mtu bado anakutazama. Mtu anayetaka kuona kweli kama Kristo yupo ndani yako. Mpendwa, shida nyingine kwa Wakristo ni jinsi ya kuongea. Ukisoma Mathayo sura ya 12 mstari wa 36, Bwana anasisitiza hatari ya kutotimiza ahadi iliyotolewa kwa kiapo. Na pia Bwana anatuonya kwamba tutahukumiwa kwa kila neno lisilo na maana ambalo tumelitamka duniani. Maneno yako, mazungumzo yako. Wakati mataifa yanakutazama, je, wanaona kweli kwamba wewe ni mtoto wa Mungu? Bado kuna kitu kinachoitwa unafiki katika hukumu yako. Unafiki wa Masadukayo na waandishi na Mafarisayo. Bwana anaonyesha waziwazi njia mbalimbali ambazo watu hawa walikuwa wanajihusisha na makosa. Jambo la kwanza, walikuwa wanajihusisha na unafiki. Hawakufanya kile walichokuwa wakihubiri kwa wengine. Hawakufanya vizuri. Wapendwa, tukiongea kuhusu wahubiri, tuongelee kuhusu hali yao pia. Wewe unaenda kanisani, unaomba mbele za Mungu, lakini unapofika mahali pa kazi, wanasema hapana, tuna kitu cha kufanya hapa. Lazima tuibe karatasi za kampuni na wewe unaunga mkono. Sikiliza, Mafarisayo walikuwa wanajaribu kuinuka kwa kuhamasisha watu kuwasaidia. Walizingatia kikamilifu zaka, lakini walipuuza kukuza haki. Hii ni hali ya Wakristo wengi wa leo. Watu hawa walionekana waadilifu mbele ya watu, lakini kwa kweli walikuwa wanafiki kabisa. Soma Mathayo sura ya 23 kutoka mstari wa 1 hadi mstari wa 36. Jinsi Bwana alivyokuwa akikemea, akilaani katika mambo haya ambayo Mafarisayo walikuwa wakifanya, labda wewe pia unafanya. Je, upande wako wa maisha ya Kikristo, je, katika mahusiano yako na mataifa unatumika kweli kama mfano? Bwana aliendelea kunieleza. Baada ya kunieleza kuhusu taa na kunieleza kuhusu tende, Bwana sasa aliniambia hadithi ya kusisimua sana kuhusu mavazi. Sasa alikuwa akizungumzia mavazi meupe. Mavazi meupe ya kung'aa, mavazi meupe
yaliyochafuliwa. Watu hawa walikuwa wamevaa majoho marefu yaliyofika chini kabisa ya miguu. Ndivyo watu hawa walivyokuwa wamevalia. Wengine walikuwa wamevaa majoho meupe ya kung'aa, na wengine walikuwa wamevaa majoho kama nilivyosema awali. Mavazi yao yalikuwa mengine machafu, lakini wote walichukua mwelekeo wa kuelekea katika ufalme wa Mungu. Ndipo Bwana akanieleza maelezo haya kuhusu mavazi. Aliniambia hivi: wale waliokuwa wamevaa vazi jeupe la kung'aa, hao wametakaswa kwa huruma ya Mungu. Wamesafishwa, dhambi zao zimefutwa. Dhambi zao zimefutwa kwa damu ya Yesu Kristo, kwa damu ya huruma. Hiyo ni hali yao ya kiroho. Aliniambia kwamba vazi jeupe lilikuwa hali ya kiroho. Hali ya akili ya watu hawa ilikuwa mwenendo wa dunia ambayo watu wa mwilini hawawezi kuelewa. Alikuwa akinieleza ukweli huu akisema kwamba tunapokwenda tunahamia katika ufalme wa Mungu ambaye ni mtakatifu, Mungu ambaye ni safi, Mungu ambaye ni mwenye haki, na hakuna roho inayoweza kukubaliwa katika ufalme huo isipokuwa ikiwa imetakaswa kabisa. Ikiwa kuna uchafu, basi roho hiyo haiwezi kupokelewa katika ufalme wa Mungu. Alisema kwamba Mungu wa mbinguni anakaa katika utakatifu. Kwa hivyo ni muhimu kwamba watu wa dunia wawe safi ili kuingia katika ufalme huo. Ikiwa hawajafikia utakaso wa roho, mwili na nafsi, hawawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Ufunuo 22:21 inasema, hakika kitu kilicho najisi hakitaingia, wala mtu yeyote afanyaye machukizo na uongo, bali hao walioandikwa katika kitabu cha uzima wa Mwana-Kondoo. Wapendwa katika Bwana, wote wale ambao ni najisi, Bwana ananiambia hawawezi kupokelewa katika ufalme wa Baba. Ndio sababu watu hao walikuwa wamevaa mavazi meupe yenye kung'aa, walikuwa wamepokelewa tayari. Bwana alikuwa akiniongelesha juu ya idhini katika miliki hizo, kwamba wamekubalika, wamepata idhini kutoka mbinguni. Aliniambia kwamba ili kupata idhini ya Mungu, lazima uwe safi kiroho, safi kwa mwili, safi kwa nafsi. Pia tuzungumzie juu ya hali ya utakaso kulingana na Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Nilitaka kujua zaidi, na Bwana aliendelea kunieleza. Alianza kunieleza juu ya idhini, na mwishowe tuliona jinsi alivyohitimisha. Sasa nia yangu ni kuangalia wale waliovaa mavazi yenye madoa. Aliniambia kuwa hali yao ni ya kinajisi. Walikuwa wamejaa dhambi. Walikuwa Wakristo duniani. Walikuwa wakienda kanisani. Walikuwa wakisali. Walikuwa wamempokea Yesu Kristo katika maisha yao, lakini walikuwa wakiishi katika dhambi. Walikuwa watoto wa Mungu, lakini walikuwa wakijihusisha na maovu. Walikuwa wakipinga neno la Mungu. Hawakutaka kusikia ukweli. Hawakuacha nafsi ya kweli kuongoza maisha yao. Hawakutaka kusikia sauti ya neno la Mungu ili kufuata mafundisho yaliyoandikwa. Wapendwa, hawa walikataa kumtii Mungu. Hawakutaka kufanya kulingana na neno la Mungu. Pia walifanya dhambi za kiroho. Roho zao zilikuwa najisi kwa kujihusisha na mahusiano ya kingono katika ndoto, kula ndotoni, kujiona uchi katika ndoto. Labda unakabiliwa na hali kama hii. Soma Isaya 64:5. Bwana alisema kwamba wote wanaovaa mavazi yenye madoa wamepoteza kibali kiroho. Lakini bado kuna mambo mengine ya kushangaza. Tuliendelea kusonga mbele.
Nilimuuliza Bwana jinsi ya kuweka mavazi meupe hadi kurudi kwa Bwana Yesu Kristo na jinsi ya kusafisha mavazi ikiwa ni machafu. Alinipa majibu haya. Kwanza unahitaji toba ya kweli. Ikiwa utapata ndoto kuwa uko uchi au bila mavazi kiroho, tambua kwamba shetani ameiba maisha yako kiroho. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 38. Kisha unapaswa kumwomba Yesu Kristo kwa damu yake iliyotakaswa. Unapaswa kujua kwamba damu ya Bwana ni kanuni ya msingi ya kudumu iliyowekwa na Mungu kwa ajili ya utakaso wa dhambi. Kwa hiyo ni kusikiliza injili ya kweli ndipo tunapokuwa safi, na kusikiliza neno la utakatifu ndipo tunatakaswa. Ni kusikiliza neno la imani na kusikiliza injili ya upatanisho. Neno la Mungu lazima lifanye kazi yake maishani mwako. Unahitaji kuwa na dhamiri ya milele, upendo kwa jirani na roho ya kusaidiana. Wengine wanakusaidia, lakini wewe pia unapaswa kuwa na sifa hiyo. Kisha unapoona mara kwa mara ndoto za kuwa na mavazi meupe, unahitaji kusimama dhidi ya majaribu, tamaa na mawazo mabaya. Na unapotakaswa kwa damu ya Yesu Kristo, Mungu atakuita kutembea katika utakatifu. Utakaso ndiyo ufunguo ambao huwalinda watu na kuwawezesha kudumisha mavazi yao meupe. Baada ya utakaso, alinieleza juu ya utauwa. Aliniambia pia juu ya utauwa, utakatifu na uchamungu, kwamba ni kanuni mbili msingi ambazo humruhusu mtu kubaki safi kupitia kutafakari neno la Mungu na pia kupitia kwa ukombozi. Na hayo ndiyo alionieleza Bwana kuhusu mavazi. Wakati wako umefika na unakaribia kumalizika. Kaa tayari. Na Mwenyezi Mungu akubariki sana. Mlikuwa wengi mnaofuatilia kipindi hiki. Ninawatakia kuona utakatifu wa Mungu ukionekana katika maisha yenu. Na ninawahakikishia kwa neema ya Mungu kukutana tena hivi karibuni. Mbarikiwe sana. Tukutane katika mwendelezo. Tutaishia hapo kwa sasa. Que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie. Et moi je vous promets à nous revoir prochainement. Kumbuka, huu ni ushuhuda wa kweli kabisa. Ushuhuda kutoka kwake Nabii Aston Adam Mbaya wa huko nchini Kongo. Ushuhuda wa vyumba 351 vya kuzimu. Likiwa ni toleo la pili kwa njia ya video na kwa undani zaidi. Aliyetafsiri ushuhuda huu kutoka kwenye lugha ya Kifaransa kuja kwenye Kiswahili anajulikana kama Gus Awi. Nami mwandaaji na msimuliaji wako, jina langu ni Jacktan Msafiri. Unaweza ukanipata pia kwenye Facebook, Instagram pamoja na TikTok kwa jina hilo hilo la Jacktan Msafiri. Lakini kupata shuhuda zaidi na simulizi za kweli kutoka kwetu, tembelea chaneli yetu kuu ya YouTube ambayo inafahamika kwa jina la Promova TV. Promover, Promova TV. Unaweza pia kuwasiliana nasi ikiwa una maswali, maoni, mapendekezo, unahitaji msaada wa kiroho ama unahitaji kutoa sadaka yako ili kutusupport. Unaweza kuwezesha kipindi hiki kwa kutumia namba hizi: kujumlisha 255 766 29 4335 au namba nyingine kujumlisha 255 784 074 462. Asante sana kwa kufuatilia, na tafadhali hakikisha unasambaza ushuhuda huu kwa wengine wengi kadri uwezavyo. Utabarikiwa sana. Promova TV, a home of testimonies.